Naitwa Robert Julius, nilikuwa hapo awali katibu wa kwaya ya uinjilisti hapa Kunduchi Beach. Nilitumika na Emmanuel Mwakanosia mimi kama katibu wake, na katika uongozi wangu kwa kweli Emmanuel Mwakanosia ni vijana ambao ni lazima uwe na kitu cha kujifunza kwake. Ni kijana ambaye alikuwa na upendo wa hali ya juu mno, alikuwa anampenda kila mtu. Kwa kweli mimi niseme tu kwa kifupi kwamba hakuna kizuri kinachodumu. Ndivyo ilivyokuwa kwa Emmanuel Mwakanosia. Ameondoka tukiwa bado tunampenda, kwa sababu ni kijana ambaye pia Mungu amempa akili nyingi mno. Pale Upendo Media, yeye ni mfuatiliaji mzuri wa vipindi vyote vinavyorushwa Upendo Media, Upendo TV. Kitu cha kushangaza, kwa mfano katika kipindi cha Upendo Media kuna kipindi cha Gospel Forum. Anawajua walimu wote wanaofundisha kipindi kile, anajua kila somo ambalo linafundishwa kwa tarehe husika. Kwa hiyo ni kijana ambaye alikuwa anaweza kutunza mafundisho yote yanayofundishwa katika redio yetu ya Upendo Media ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Mimi najifunza vitu vingi kutoka kwake, lakini sio mtu tu wa kuandika, alikuwa anatuma hata shuhuda, anatoa salamu mara kwa mara. Kila wakati ni mtu ambaye alikuwa anapiga simu mara kwa mara kuonesha upendo wake kwa Upendo Media. Mimi nina vitu vingi vya kujifunza kutoka kwa Emmanuel Mwakanosia. Mimi kwa kifupi naweza nikasema Mungu ipumzishe mahali roho yake, najua ipo siku tutaonana naye tena. Amen. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa majina ninaitwa Petro Yakobo, ni mwimbaji wa kwaya uinjilisti ambaye tumeimba na Emmanuel Mwakanosia ambaye sasa ametwaliwa kwenye mazingira haya. Nakumbuka hii mara ya kwanza naletwa na mama yake mzazi hapo usharikani, na tumekabidhiwa kwaya uinjilisti kuwa kama walezi. Kwa kweli Mungu ni mwema. Emmanuel amesimama katika uaminifu sana kwa kumtumikia Mungu. Naweza nikasema kwamba ni mtu namba moja ambaye kwa kuweza kunoti matukio usharikani, jambo lolote lile lazima umkute na dayari yako, somo aliyosoma, mzee aliyosoma somo, liturujia, mahubiri kwa kila Jumapili. Kwa hiyo saa zile unaweza kutukuta labda tumesahau kwamba Jumapili iliyopita tulijifunza somo gani, lakini tukifika kwa Emmanuel tunapata kwa uhakika kwamba kwa sababu amesha kwa nini. Kwa hiyo alikuwa ni kielelezo moja nzuri sana ya kuigwa hapa usharikani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jina anaitwa Mwalimu Michael Bochela. Binafsi nimepokea msiba huu kwa majonzi makubwa. Emmanuel ni kijana ambaye alikuwa ni mpole, ambaye ni msikivu, hakuwa na changamoto na mtu yoyote. Ukimtuma hichi anafanya. Wakati mwingine alijitahidi kubeba hata spika japokuwa ni nzito. Emmanuel alikuwa ni mtunzaji wa kumbukumbu. Wakati fulani ibada ikiendelea, yeye anaandika mratibu wa ibada, mhubiri kwa nani. Hata mimi aliwahi kunitaja katika orodha ya kumbukumbu za kwake. Kwa hiyo Emmanuel ni kijana ambaye Mungu amemchukua, lakini sisi tunahitaji aendelee kuwepo duniani, lakini haiwezekani tena na ameshakwenda. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, tuungane pamoja kwa ajili ya kutoa faraja katika familia, na maisha yetu pia tuyaweke vizuri duniani, ili tuondoke kama Emmanuel anapoondoka, watu wamejaa hivi wanasindikiza, na sisi tujilinde basi maisha haya, tumpendeze Mungu wetu ili siku ya mwisho tuwe na uzima wa milele. Amen.